Bwana Yesu, tunakushukuru, asante kwa uaminifu wako. Asante kwa rehema zako. Asante kwa neema ambayo umeendelea kutupa kama watoto wa taifa hili Bwana. Tunakushukuru mfalme wa amani. Na ndio maana umetupa hata maagizo kwamba kabla ya chochote kufanyika Bwana, kabla ya jambo lolote kutendeka mfalme, maombezi yakapata kwenda kufanyika kwa wafalme, kwa wakuu wa nchi, wale walioshikilia vitu vya taifa hili Bwana. Tukafanye maombi kwa ajili yao. Nasi tumekuja mfalme wa amani kwa ajili ya taifa hili. Tunaomba rehema zako Bwana. Tunaomba rehema zako Jehova. Sisi kama wananchi Bwana, mimi binafsi kwa ajili ya Mungu katika nafasi ambayo ulinipa, pengine sikusimama sawa sawa na mapenzi yako. Ninaomba rehema zako mfalme wa amani. Ninaomba rehema zako sana wingi wa neema na rehema zako. Mungu, kuomba kwa ajili ya taifa la Tanzania, kuomba Bwana kwa ajili ya taifa la Tanzania katika nyakati na majira haya Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Usikie kuomba, usikie kuomba katika jina la Yesu Kristo. Unasema Bwana, heri nchi ambayo Bwana ndiye Mungu wao, Bwana ndiye Mungu wao. Heri nchi ambayo Bwana, heri taifa ambalo Bwana ndiye Mungu wao. Tumekuja mbele zako Mungu katika jina la Yesu Kristo hai, kwa neema ya Mungu ya kikuhani kutoka kwenye madhabahu, kwa damu yako Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo. Tunaomba toba, tunaomba toba kwa maamuzi, kwa matendo, kwa kazi, kwa maneno, kwa kila namna ya Mungu ya uharibifu, ya ibada za sanamu katika nchi ya Tanzania, kwenye uongozi, kwa jamii, kwa Mungu, kwa lugha zetu, kwa jamaa zetu, kila mahali, kwenye kila mkoa, kwenye kila wilaya, kwenye kila mtaa. Mungu, tunaomba toba kwa uovu, dhambi na makosa. Bwana, kutoka kwenye madhabahu yako Mlima Sayuni, watakatifu pako, tunaomba tusamehe Bwana. Umesema kwenye neno lako, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wananyenyekea na kuomba Bwana na kuacha njia zao mbaya, unasikia toka juu mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Tunaomba toba Mungu kwa niaba ya Tanzania nzima, kwa niaba ya kila Mtanzania, kwa niaba ya kila roho na nafsi na mwili kwenye nchi yetu Bwana, katika jina la Yesu hai. Tunaomba toba kwa ajili ya uongozi wetu, kwa ajili ya mifumo yetu, mifumo ya Mungu yote, mifumo ya kisiasa, mifumo ya kiongozi, mifumo ya Mungu ya kimahakama, mifumo ya Mungu ya kazi, mifumo ya Mungu ya kibunge. Tunaomba toba Mungu kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya jamii zetu Mungu, kwenye familia, kwenye ngazi ya familia. Tunaomba toba, tunaomba toba kwenye ngazi za mitaa. Tunaomba toba, tunaomba rehema ya Mungu Bwana, kila mahali ambapo Mungu haki haikutendeka Bwana, kila mahali ambapo Bwana umepindisha haki, rushwa imekithiri Bwana, na uovu umekithiri kwenye nchi, unavuka Bwana kama moshi, uovu unafuka kama moshi kwako. Tunaomba toba, tunaomba toba katika ghadhabu, kumbuka rehema katika ghadhabu, kumbuka rehema kwa ajili ya Tanzania, kwa ajili ya vyombo vyetu vyote vya usalama. Tunaomba Bwana, kumbuka rehema, tusaidie Mungu, achilia hekima juu ya viongozi, juu ya rais, juu ya makamu wa rais Mungu, juu ya waziri mkuu na viongozi wote Bwana, viongozi wa taasisi, viongozi wa vyombo vya usalama. Tunaomba Mungu Bwana, kwa damu yako Yesu Kristo, achilia hekima kiungu, wakafanye sasa na vile ambavyo Mungu umewaita na umekusudia juu ya Tanzania. Wasema moyo wa mfalme uko kwenye mkono wako na hugeuza Mungu pendavyo, katika jina la Yesu Kristo. Tunaamuru Mungu na kutangaza roho kwenye madhabahu, katika jina la Yesu Kristo. Mapenzi yako ndio katimie kwenye nchi hii kwa jina la Yesu Kristo, na kuanga damu ya Yesu Kristo kila mahali na kila sehemu kwa jina la Yesu. Mapenzi yako ndio katimie, mapenzi yako ndio katimie, mapenzi yako ndio katimie, kulia na kushoto, mashariki na magharibi, kaskazini na kusini mwa nchi ya Tanzania, katika jina la Yesu hai. Tunakataa machafuko, tunakataa uharibifu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Alekepeleketa rekepekete rakapakatakata rakapakatakata. Let your will be done, let your will be done. Rekapatakata kutoka mawio ya jua mpaka mawio yake Tanzania Mungu 2025, mapenzi yako atimie katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Let your will be done, oh God. Bwana, Tanzania ikaongozwe katika utulivu na amani Bwana.
Usema takieni amani ule mji ambao Mungu amewapa. Katika amani yake nanyi mtafanikiwa. Tunatakia amani Tanzania. Tunatakia utulivu Tanzania, kwenye kila mtaa, kila mfumo, kila sehemu, kila mkoa, kila wilaya, kwa jina la Yesu na mwaga damu ya Yesu Kristo, tukitangaza amani na utulivu Tanzania kwa jina la Yesu. Amani na utulivu Tanzania kwa jina la Yesu. Amani ikae na wewe Tanzania. Amani ikae visiwani. Amani ikae Tanzania bara kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Amri hii imekuja kwa sababu ya watakatifu. Kwa damu ya mwana kondoo tunatangaza na kutamka imekuwa kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu awabariki. Amen. Bwana Yesu, tunakushukuru, asante kwa uaminifu wako tena katika asubuhi ya leo. Tunakushukuru Mungu wangu. Asante kwa upendo. Asante kwa rehema. Asante kwa neema zako pia. Ninakushukuru Mungu wangu kwa kunipa tena nafasi kutumika katika madhabahu haya siku ya leo. Asante kwa uaminifu wako Bwana. Asante hata kwa neema ya mtumishi wako Alfaxide Tutuba Bwana, ambayo ipo katika madhabahu ya Mfalme wa amani kunitumia. Ninakutukuza Mungu wangu kwa kuwa uko mahali hapa kutulisha kile ambacho umekikusudia ili watoto wako wakapate kwenda kukipokea. Tunapofanya kumbukizi Bwana ya kufufuka kwako Mfalme wa amani, kapate kwenda kufufua mioyo yetu ambao pengine ilikuwa katika hali ya kufa. Tunakuhitaji Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, rafiki yangu, karibu mahali hapa. Ukatumie kinywa changu kuyanena yale ambayo Baba yangu wa mbinguni anatamani kuyaachilia katika kundi hili. Katika jina lako Kristo Yesu. Karibu mahali hapa. Shika fahamu zetu Roho Mtakatifu. Shika fahamu zetu. Ondoa kila roho ya distraction. Ondoa kila roho ya distraction. Spirit of distraction, I check you out in the mighty name of Jesus Christ. Wewe roho wa kuleta masumbufu ili watu wasipate kusikia neno na kulielewa, tunakuondoa saa hii katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Maana huu ni wakati wa watoto wako Bwana kupokea neno ili likapate kuweka uponyaji katika mioyo yao. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kila uharibifu wa adui aliyokusudia katika asubuhi ya leo ili neno lisipate kupita katika mioyo ya watoto wako Bwana, tunaondoa uharibifu kwa damu ya Yesu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tufunike Bwana na utuatamie kwa Roho yako Mtakatifu, ili aliyo mapenzi yako katika neno uliloliachilia leo Bwana yakapate kuwafikia watoto wako, na kila mmoja asipate kutoka kama alivyoingia, bali akaweze kutoka akiwa na kitu cha kukushuhudia wewe Bwana, kwa utukufu wa jina lako Kristo Yesu. Karibu uwe pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Ninamshukuru Mungu ambaye amenipa tena kibali kutumika katika madhabahu hii. Namshukuru pastor kokote kule aliko ambaye amenipa pia nafasi ya kuweza kutumika siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninaamini uko tayari kusikia kile ambacho Mungu anatamani kukiachilia siku ya leo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni Pasaka. Tunafanya kumbukizi ya kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Tunaadhimisha kuanzia mateso, dhihaka alizozipata mpaka leo tunasema amekuja kufufuka. Yote hayo ni kuonyesha ule uthamani uliopatikana pale msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikisoma kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya kwanza mstari ule wa 18. Kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya ni maneno ambayo mtumishi wa Mungu Paulo alikuwa anayaongea kwa Wakorintho. Na aliyaongea kwa kuyaweka makundi mawili katikati ya msalaba. Kundi la kwanza likiwa linautambua msalaba kama ni upuuzi tu, hauna faida kwao. Lakini kundi lingine ikawa
kwamba msalaba kwao ni nguvu ya Mungu, kwamba msalaba kwao una faida na ni kitu chenye thamani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni sawa hata na leo hii tunaweza tukaweka hapa msalaba katikati, tukaweka mtu mmoja huku na mtu mwingine huku, kila mmoja kwa imani yake, lakini kila mmoja akautafsiri msalaba kwa namna anavyouona. Bwana Yesu asifiwe. Yale makundi mawili yalisema, kundi moja likasema huu msalaba ni upuuzi, na pengine hata wanaweza wakawa walisema kwamba hivi kwani msalaba si unakuwa kama alama ya kujumlisha, si ndio? Kwa hiyo wanaweza wakaona hii ni alama ya kujumlisha tu, mimi kwangu haina thamani yoyote. Lakini wale wengine wakasema sawa, ni alama ya kujumlisha, lakini ina thamani kwa sababu ile unapojumlisha kitu si inaongeza kitu. Tukisema moja kujumlisha moja si inaleta mbili, haikupi moja ile ile. Kwa hiyo wenyewe wanaweza wakawa waliuona msalaba kwamba mimi nimekaa hapa na Yesu yuko hapa, msalaba uko katikati. Ule msalaba ukaniunganisha mimi na Yesu. Kwa kiasi kwamba nikawa ndio ile anasema kwamba anayekaa ndani yangu na maneno yake yakaa ndani yake anafanyaje? Anaweza akaomba lolote kwa Baba. Kwa wao wanaweza wakawa waliutazama msalaba kwa staili hiyo, kwamba ikawa mimi niko huku, Yesu yuko hapa, msalaba uko katikati, umetujumlisha. Ina maana umeniunganisha mimi na Kristo. Ndio thamani yetu. Ndio maana tukaona kwamba msalaba ni nguvu ya Mungu kwa sababu umeweza kuniunganisha mimi na maisha ya Kristo, alafu ikanipa kitu kipya. Lakini wale wengine hawaoni hicho kitu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hiyo itupe kutupa kwamba tunapoangalia msalaba, hatutumii nguvu zetu wenyewe kuutafsiri ule msalaba. Kuna nguvu inayotusaidia kutafsiri ule msalaba ambao tunaiita ni neema. Na hilo ndio somo la leo, kichwa kinaitwa neema au the grace. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neema ndio inatupa msaada wa kuweza kutambua nini kilifanyika pale msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunapoendelea mbele utaendelea kuona na utaelewa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kama nilivyosema, kichwa cha somo kinaitwa neema, au unaweza ukaandika neema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kisoma nisome kile kitabu cha Wakorinto wa pili 13:14. Hiyo ni sala ambayo inafahamika, huwa tunaisema mara kwa mara. Wakorinto wa pili 13:14. Biblia inasema neema ya Bwana Yesu Kristo na pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na pendo la Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nani nyote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hizi hapa tunaona ni ule utatu mtakatifu. Mimi huwa napenda kuziita ni ofisi tatu zinazofanya kazi kwa umoja. Kwamba nina ofisi ya Mungu Baba, na nina ofisi ya Mungu Mwana, na nina ofisi ya Mungu Roho Mtakatifu. Lakini kila ofisi ili uweze kuhudumiwa na hiyo ofisi ina kigezo chake ambacho unatakiwa uwe nacho ili uweze kupata huduma kwenye ile ofisi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukienda kwenye ofisi ya Mungu Baba, itakuhitaji pendo ili uweze kupata huduma kwenye ile ofisi. Kwa bila pendo huwezi hata ukienda pale utaambiwa tiketi yako iko wapi? Kuna pendo hamna. Na ndio maana yeye anatuambia kwamba kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila aaminie asipotee. Kwa hiyo Mungu anatembea na ofisi yake katika pendo. Wewe unapotaka kwenda kuhudumiwa, ndio maana umeambiwa amri kuu ambayo ni kubwa na ni ya kwanza. Unaambiwa mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote na kwa nguvu zako. Yaani kila kitu chako kimpende Bwana Mungu wako. Kwa hiyo unapoenda kwenye ile ofisi, Mungu akiangalia anaweka ile inakuwa ndio mizani. Anakuta huyu bado hajakizi. Haya, amri ya pili inasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Lakini anaweka tena pale, mbona haijakizi? Sasa huyu anasemaje ananipenda wakati hata jirani yake anayemuona hampendi? Kwa ile ofisi haiwezi kukuhudumia. Kwa ni lazima katika ofisi ya Mungu Baba utafute kwanza pendo, ndipo Baba aweze kukuhudumia. Ukija kwenye ofisi ya Mungu Mwana, yeye anatenda kazi katika ofisi yake, ni lazima uitafute neema, ambayo ndio somo leo tutaenda kuliona vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anatembea katika neema. Yaani chochote unachokitaka kwa Yesu Kristo kitakuhitaji neema. Bila neema hauwezi kupata hiyo huduma pale kwenye ile ofisi yake. Na ukija kwenye ofisi ya Roho Mtakatifu, yeye anachohitaji ni ushirika. Kwa sababu yeye ni roho, hawezi kufanya kazi peke yake. Lazima anahitaji mwili akae ndani yako ili afanye kazi kwa shirika na wewe. Aweze kudhihirisha kuanzia kile Baba amesema, Mwana amekuja ametekeleza, yeye alete udhihirisho, kwa sababu Roho Mtakatifu ndio anayetupa udhihirisho wa yale ambayo Yesu ameyamaliza pale msalabani.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo unapokuwa unakuja kwenye hizi ofisi, inabidi wewe unajua hivi leo naenda kwenye ofisi ya nani, nahitaji nini na nifanyaje nikipate hicho ili nikaweze kuhudumia kwenye ile ofisi. Na wakati mwingine unaweza ukajikuta kuna kitu unakihitaji ambacho kitakuhitaji ofisi hizi zote upite. Utahitaji uanze kwa Mungu Baba, uende kwa Mwana, uje kwa Roho Mtakatifu. Lakini kuna tatizo lingine unaweza kukuta linakuhitaji tu uende tu kwa Roho Mtakatifu, upate ushirika naye akusaidie kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni mambo ya kuzingatia kama Mkristo ili tuweze kunufaika katika uokovu au maisha ya wokovu tunaotembea nayo. Hivi ni vitu vya muhimu sana kuvizingatia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika somo la leo, mstari wetu wa kusimamia tutasimamia kwenye kile kitabu cha Waebrania sura ya 4 mstari ule wa 16. Waebrania 4:16. Biblia inasema, basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri ili tupewe rehema na kupata neema kutusaidia wakati wa mahitaji. Basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri ili tupewe rehema na kupata neema kutusaidia wakati wa mahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja niseme hivi kwanza. Katika maandiko au katika Biblia, umuhimu wa kitu huwa unategemea sana umesisitizwa kwa kiasi gani. Kama umesisitizwa mara nyingi, basi tafuta sana kukijua hicho kitu kwa undani wake na kukiishi. Bwana Yesu asifiwe. Sisemi kwamba vitu vingine vinakuwa vina umuhimu, hapana. Kuna vitu vingine unakuta yani vimejirudia na kujirudia na kujirudia. Unapokutana na hivyo vitu, tafuta sana kuvijua undani wake, kwa sababu huko ndiko miujiza mingi inakokuwa imejificha. Ni sawa na neno ambalo tunalijua tangu Sunday school. Anasema neno usiogope limeandikwa mara ngapi kwenye Biblia? Mara 363, kwamba kila siku yako ukiamka ukiinuka inakwambia usiogope. Kila ukilala ukiamka inakwambia usiogope. Kwa hiyo ina maana, kwa mfano ukikutana na kitu kama hicho, ndio uangalie hivi, kwa nini inaniambia nisiogope? Kwa hiyo ndivyo hata neema, kama mmeifuatilia, neema imetajwa mara nyingi sana katika Biblia. Na kuna namna nyingine imetajwa sio kwa kutaja kabisa jina la neema, ila kwa namna unavyoisoma unaona kabisa hii ni neema. Kwa hiyo unapokutana na kitu kama hicho, jifunze sana kutafuta kukijua undani wake na namna gani unaweza kuishi nacho au kutembea nacho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo neema pia ni kitu ambacho tunakihitaji kwenye maisha yetu ya kila siku. Yaani wewe hata kukaa hapo ulivyokaa ni neema. Yaani sio kwamba usije ukajivunia kwamba mimi ni nguvu zangu nimetoka nilikotoka, nimekuja hapa na nimeweza kukaa kwenye kiti. Wangapi wanatoka ametoka nyumbani kwake, amefika njiani, mwili umegoma, amebaki ameganda hivyo hivyo. Kwa hiyo wewe chukulia kila unachokifanya chochote. Yaani hata mimi hapa ninavyoongea nasema asante Yesu, hii ni neema. Naweza hata kufungua huu mdomo naongea, ni neema. Kwa sababu dunia saizi ina mambo mengi na ina vitu vingi sana. Bila neema ya Mungu tutajikuta tunaishi kwenye maisha ambayo yani yanakuwa ni unaenda mbele dakika mbili umerudi nyuma. Kwa sababu neema ile ndio inayotusaidia. Na ndio maana mstari unaotuongoza unatuambia sasa na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri. Kiti cha neema ni nani? Ni Yesu Kristo mwenyewe. Kwa sababu yeye ndio aliyerelease ile neema alipokufa pale msalabani. Tunaambiwa kwamba Torati ililetwa kwa mkono wa nani? Wa Musa. Lakini neema na kweli vilikuja kwa mkono wa nani? Wa Yesu Kristo. Kwa hiyo tunaposema unapokikaribia kwenye kiti kile kwa ujasiri, una maana unaenda kwenye kiti cha enzi. Leo amefufuka. Nasema alivyofufuka alienda kuketi wapi? Mkono wa kuume wa Mungu Baba, si ndio? Kwa hiyo ina maana ndipo tunapotakiwa tufate kule ile neema kwa Yesu Kristo. Yeye ndio aliyeitoa. Kwa hiyo tunaposema ukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri, mtazame Kristo, alafu nenda kwa ujasiri. Unapoenda kwa ujasiri pale unapata rehema. Usipoenda kwa ujasiri utajikuta umeenda tu ndio ile tunakuwa tunaomba kikawaida. Unakuja tu kwamba lazima nikianza sala lazima nianze toba, alafu ndo mengine yanafuata. Ndio maana unakuta watu wengi tunakosa sana ile pati ya mwisho. Kwa sababu ukisoma mstari anakuambia kwamba ukienda kwa ujasiri utaleta rehema. Baada ya rehema anakuambia itakupatia neema ikusaidie wakati wako wa uhitaji. Sijui mnaona hivyo vitu mimi ninavyoviona au naona mwenyewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Kwa hiyo itategemea wewe ulivyoenda kwenye kile kiti, toba yako ilikuwaje. Nimefurahi mapasa alivyoongoza hapa maombi, aliongea kitu cha muhimu sana. Akasema moyo, ile nia ya moyo. Mungu anaangalia mimi ninavyoongea hapa. Anaangalia huko kwenye moyo kwanza. Moyo wako unasema nini? Mimi waga nasema kwamba kuna midomo, moyo una mdomo na mimi huu una mdomo. Kwa ule mdomo wako wa kwenye moyo ule, umeongea nini kabla ya huu ambao tunauona, umetamka kitu gani? Kwa Mungu anaanza kwanza kutazama kule. Kwa akiona hii imekuja kwa uhalisia, uwe na uhakika rehema itapita. Na rehema ikipita, uwe na uhakika neema haikwepeki, itakufuata tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ukiona bado unakaa kwenye maisha, bado una struggle, mbona mimi kila siku nafanya hivi hakifanikiwi, mbona kila kitu natenda hivi hakiwezekani, jua kabisa kuna neema ambayo ya kukusaidia kwenye uhitaji wako umeikosa, na ni jukumu lako kuitafuta. Usitegemee tu kwamba ukikaa basi unasema tu Bwana ni kwa neema. Unajua tunahitaji sana neema mpaka tumeishushia hadhi. Yaani tunasema tu Bwana ni kwa neema, kila kitu ni kwa neema, lakini kiuhalisia haujaitafuta hiyo neema ili ikubadilishie kwenye huo uhitaji unaoutaka, ikupe kile ambacho Yesu alishasema imekwisha pale msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Hebu tuone kwanza maana ya neema. Najua watu tunajua maana ya neema nyingi, tunazijua. Tuone tu kwa faida ya ambao pengine ni wageni katika mwili wa Kristo, bado hawavijui hivi vitu. Lakini tungekuwa tunasema tumekutana wale wa Kongo, tukisema Bwana kila mtu anajua neema, tungeendelea mbele, si ndio? Amen. Tuangalie maana ya neema. Namba 1. Neema ni nguvu ya uwezesho wa kimungu katika maisha ya kila siku ya mwanadamu. Neema ni nguvu ya uwezesho wa kimungu katika maisha yetu ya kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Nisome kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 mstari ule wa 10. Wakorintho wa kwanza 15:10, Biblia inasema, lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure, bali nalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote, wala si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu ni Paulo ambaye aliandika haya maneno. Alikuwa akiongea na lile kanisa na wale watu wa Korintho, akiwaonyesha kwamba mimi kazi ninayofanya sio kwamba basi mimi najiweza, naweza sana. Yaani alikuwa anajaribu kuitambulisha kwamba mimi chochote ninachokifanya ni neema tu. Wala sijitambi kwamba sijui kwa sababu mimi alinitokea pale nikaanguka, nikaona akanisemesha. Hapana. Ni neema yake tu inamsaidia kufanya hivyo walivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka kwamba Paulo hakuwahi kukaa na Yesu akafundishwa kama kina Petro. Hakuwahi kukaa akasema akaoshwa miguu kama Yesu alivyoosha kina Petro, alivyoosha wanafunzi wake. Hakuwahi. Yaani kwa yeye amekuja kipindi ambacho Yesu ameshapita. Lakini kina Petro alikaa naye kabisa, wakawa wanazungumza naye, wanaongea naye, wanatembea naye, akiwatuma huku wameenda, anamuita huku paka Petro anakuja anamkana. Yaani wale wameishi naye kabisa, yani vile live. Tofauti na Paulo. Lakini mwisho wa siku tunakuja kuona aliyekuwa na mafunuo makubwa ni nani? Ni Paulo. Paulo alikuja kuwa na mafunuo makubwa ambayo yalikuja kusaidia kulilea kanisa la Agano Jipya, ambayo mpaka sasa hizi tunayatumia. Leo hii ukienda hata kwenye kanisa lolote, hamna kanisa ambalo linaweza likamaliza ibada bila kusoma kitabu cha Paulo. Sasa Paulo ameweza kuandika robo 3 ya Agano Jipya. Si ndio? Hapa tu nimeshasoma vitabu kadhaa. Tumeshasoma Wakorintho tayari. Huyo ni Paulo. Kwa tunaona namna jinsi ambavyo Paulo aliweza kutumika kwa kuitazama ile neema tu ambayo alikuwa amepewa. Na ndio maana akasema, lakini neema ya Mungu imekuwa hivi nilivyo. Neema yake iliyo kwangu ilikuwa sio bure. Kwamba hakupewa tu basi ili mradi. Alipewa lakini alikuwa anaifanyia kazi. Unajua neema inapokuja, alafu usipoitambua, itakaa tu, itakuwa kama tunasema ile nini, inakuwa kama imedumaa. Kwa hiyo itakuwepo tu pako, utakuwa unasema tu mimi nina neema, lakini haifanyi kazi kwa sababu wewe mwenyewe hujaitambua na hautaki kuifanyia kazi. Paulo alipopata hii nafasi, aliifanyia kazi ile neema, na ndio maana alikuwa kila siku anakuja na kitu kipi. Kila siku anakuja na mafunuo haya. Na akaweza kuandika vitabu vyote alivyoweza kuandika na kulitunza kanisa la Agano Jipya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo hii itupe kujua kwamba hatutaki kujitamba na kile tulicho nacho.
Au hatutaki kujivunia na kile kitu ambacho unajua mimi ninacho. Pengine sababu mimi nina degree 4. Najivunia hizo. Mimi nina vyeti sijui labda 12. Hapana, usijivunie vile vyeti. Kando ya vile vyeti, jivunie neema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kando ya hiyo ajira ambayo umepata, pengine unaweza kusema mimi I was the best kwenye interview. Sijui nilifanya hivi na nikapita interview zote. Kwa kuna interview 10 mimi ndo nimechaguliwa wa kwanza. Kando ya hivyo vyote, sema ni neema. Itambue neema ambayo imekupitisha kwenye hivyo vitu ambavyo unasema sasa niko hapa. Unapoacha kuitambua neema, mwisho wa siku ukienda kwenye hiyo kazi, itaacha kutembea na wewe. Alafu utajikuta mbona kazi imekuwa ngumu? Mbona hii ajira nimepata imekuwa hivi? Mbona hii biashara nimeanza alafu saizi vitu haviendi? Hata kwenye hiyo biashara, usijivunie kwamba mimi nina mtaji mkubwa sana. Nimejaza duka pale. Kando ya hivyo vyote, tafuta neema. Jivunie neema kwamba hapa, hata kama ni hapa. Yaani kwa sababu unaweza ukawa na vyote hivyo na bado wateja wasije. Utasema una duka. Utasema wewe ni mfanyabiashara mkubwa na vitu vimekudodea mle ndani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kwenye chochote kwenye maisha yako, tujifunze kuitambua hii neema ambayo Yesu ametupatia hapo msalabani. Alifanya kazi kubwa sana jamani. Tujifunze kuitambua kwenye kila step ya maisha yetu. Jifunze kuitambua neema. Tusitake kujivunia ujasiri kwamba mimi hiki nakiweza mimi mwenyewe. Mimi ni kwa sababu nimesoma sana. Mimi ni kwa sababu nimesoma sana vitabu. Ndio maana najua. Hapana. Yaani jishushe, ifike namna yaani ujishushe useme tu hii kwa kweli ni neema. Hata wanafunzi useme tu mimi nimefaulu huko mitihani kila siku mimi ni wa kwanza, au ndio wale wanaitwaga matio wakifika huko, mimi ndio nilikuwaga tio. Kando ya huo utio wako, iangalie neema ndio imekufikisha kwenye huo utio. Bwana Yesu asifiwe. Na tunapofanya hivyo, tunakuwa tunaifurahisha roho ya Mungu kwamba anatambua kwamba huyu mtoto ametambua kwamba mimi bila mimi huyu hawezi. Kwa ndio maana Mungu anazidi kuachilia neema inakuwa kubwa kwa mtu ambaye ana recognize neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nakumbuka wakati niko secondary level, nilikuwa nasoma somo moja ilikuwa la uchumi. Sasa ilitokea ile somo nilikuwa nafaulu sana. Mwenyewe nilikuwa sielewi. Kwa sababu sio kwamba nilikuwa nalijua, nilikuwa silijui, ndio ilikuwa mara ya kwanza nalisoma. Mpaka ikafika huyo mwalimu akaniita akaniambia, "Hivi wewe nyumbani kwenu huko unakutoka kwenye ukoo wenu kuna watu walishasoma hili somo?" Nikasema yani hamna. Mimi nikiangalia kwenye familia yangu mimi ndio wa kwanza. Hamna aliyesoma somo kama hilo. Nikija nikiangalia kwenye ukoo kote hamna, kwenye koo zote mbili. Yaani hapo nikasema napigia koo zote mbili, koo ya baba na kwa mama, kote hamna ambaye amesoma somo hilo. Sasa wewe inawezekanaje kufanya hivi vitu unavyofanya na kupata huo ufaulu unaofuata? Nikamwambia tu ni neema. After the moment nimesema ile kitu. Yaani unajua Mungu akifurahi kuna namna unaisikia, unaifeel. Yaani kuna namna nilisikia huko ndani yangu, yaani afu nikasikia sikio nilikuwa nafurahi mpaka watu wakaniuliza, "Wewe mbona leo uko tofauti?" Naambia tu niacheni jamani, mimi niko na Mungu wangu, tunaendelea na maisha. Kwa kuna namna unapo recognize neema, Mungu anakuongezea neema nyingine ambayo itakusaidia kusukuma kwenye uhitaji mwingine. Kwa sababu unapomaliza uhitaji huu, jua kuna uhitaji mwingine. Usifikiri kwamba hapo umemaliza basi ndo tumekaa. Kuna uhitaji mwingine ambao utahitaji tena neema ikutoe hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Tuangalie maana nyingine. Neema ni upendeleo wa Mungu kwa mwanadamu. Yaani tunastahilishwa pasipo kustahili. Ni upendeleo wa Mungu kwa mwanadamu. Yaani tunastahilishwa pasipo kustahili. Nisome kitabu cha Warumi 4:4. Warumi 4:4 Biblia inasema, "Lakini kwa mtu afanyaye kazi, ujira wake hauhesabiwi kuwa ni neema, bali kuwa ni deni." Lakini kwa mtu afanyaye kazi, ujira wake hauhesabiwi kuwa ni neema, bali kuwa ni deni. Kwa sababu gani? Kwa sababu neema haiangalii umefanya kitu gani ndipo ije kwako. Hapana. Neema haiji kwa matendo yetu. Hapana. Ila yule mtu aliyefanya kazi atastahili alipo hela yake aliyofanya kazi. Lakini hiyo hela hatuwezi tukaifananisha na neema. Hapana. Neema inakuja kwa sababu ya unyenyekevu wako wa moyo. Haiangalii kwamba hivi huyu jana alienda kuhubiria watu 10. Huyu jana aliomba masaa sijui kadhaa. Inaangalia ule unyenyekevu ndani ya moyo wako.
Na hiki ndicho kinachotutofautisha, kwamba kuna ambao wanapata neema na kuna wengine hawana, na wote tuko kwenye nyumba moja. Wote tunakuja kanisani, lakini tunatofautiana kimaisha. Kwa sababu gani? Kila mmoja ana neema alionayo, na kila mmoja ana namna anavyoitumia hiyo neema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa tunaposema kustahilishwa pasipo kustahili, ina maana ni kuhesabiwa haki kupitia neema ya Mungu ambayo tunaipata kupitia Kristo Yesu kufa pale msalabani. Tunaposema kwamba unastahilishwa, ina maana unahesabiwa haki kupitia neema ambayo neema tunaipata kupitia Yesu Kristo kufa pale msalabani. Na pengine angeishia tu kufa afu asifufuke, pia tusingeipata hiyo neema. Lakini alipokufa na kufufuka, leo tunaposherehekea kufufuka, sasa tumehitimisha ule ushindi wetu, kwamba tayari ile neema ipo. Tunatakiwa tuhesabiwe haki. Lakini kumbuka kwamba ili mtu apate haki mtu anaipata kwa njia gani? Kwa njia ya imani. Ukisoma ile Warumi 10:10 anasema kwa moyo mtu huamini hata kupata nini? Kupata haki. Kwa hiyo ili upate haki au uhesabiwe haki, itakuhitaji kwanza uamini. Kwa sasa neema inachokifanya, itakuwezesha kwanza, kwa sababu pia kuamini kutatakiwa neno lije, kwa sababu imani inakuja kwa kusikia neno la Kristo. Warumi 10:17. Kwa hiyo neema inachokifanya, itakusaidia kukupa uwezo au kukupa nafasi ya kulisikia neno kama hapa unavyolisikia. Japo unaweza kukuta wengine wako hapa wanasikia lakini hawalisikii. Nayo hiyo ni neema. Kwamba neema inapokuwezesha kulisikia neno leo, kesho tena limekupa nafasi, umesikia neno, linaendelea kukujengea imani ndani yako, ambapo utakapopata ile imani unaanza kuhesabiwa haki. Kwamba wewe unakuwa una haki. Pengine ulikuwa unatafuta haki ya kuwa mzima kwenye afya. Kwa neema imekupa nafasi ya kusikia neno kuhusu uponyaji, kuhusu uzima, kuhusu kwamba Yesu alibeba fadhaa zetu zote pale msalabani. Umeyasikia yote yako, ukaanza kuamini, kumbe mimi nina haki ya kuwa mzima, nina haki, sitakiwi kuumwa. Kumbe natakiwa sasa nikachukue. Kwa ile haki ukienda pale, ile sasa neema imeshakufungulia na umepata ile haki, una haki ya kupata uzima. Lakini sasa itakuhitaji ufuate hatua ya kwenda kwenye ukiri ili upate ule wokovu wako wa ile afya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo neema inakuwa kama mzuko. Itaanza neema, ije inakutafutia nafasi ya kwenda kukupa wewe uwe mtu mwenye haki. Kwa hiyo itakutafuta, itakuja itafute neno, iende kwenye neno. Ikitoka kwenye neno, huyu mtu ameshaanza kuamini, imemletea kwenye imani, ameamini, kote yale ameshapata haki. Kama amepata haki, huyu hataki kuwa maskini. Ameshapata haki ya kuwa tajiri, ana haki ya kuwa tajiri. Yaani hivi unajua mtu mwenye haki, hatuendi kubembeleza kwamba nipe Bwana, yani haki na maana unatakiwa kukipata on the spot. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaposema kwamba nina haki ya kuwa tajiri, ukiona baka saizi bado unasota, bado uko kwenye msoto wa kiuchumi, ujue kabisa bado hujakaa katika neema ikufunulie neno katika hilo eneo ili uweze kupata kuamini. Na ukipata kuamini uweze kutembea nalo mpaka uone ule udhihirisho ambao tutauona kupitia Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijui mnanielewa watu wa Mungu. Amen. Yaani hiyo ni pointi ya muhimu sana. Ukidaka hivyo unaweza ukasahau vingine vyote, lakini ukishika hapo, yaani wewe maisha umeshatoboa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wewe fikiria, kitu gani kinanisumbua? Nimeokoka sawa, tayari neema ile ya wokovu tayari nimeshaipata. Lakini kuna vitu vingine vinanisumbua. Nifanyaje? Nahitaji neema inifunulie kwenye hiki kitu. Neema inifunulie kwenye eneo la biashara. Kama Mungu anatuambia yeye ndio atakayetufundisha mpaka tupate faida, tungangane hapo. Mungu atufundishe, ambie neema yako Mungu sasa inipe namna ya kunifundisha mimi niweze kupata faida. Wenzetu huko nje wanafundishwa kwa namna zao. Kwa na sisi huku ndani neema ipo ya kutufundisha. Kama inaweza kutufundisha kukataa mabaya, inaweza kutufundisha pia hata kwenye mambo mengine ambayo ni mazuri, si ndio? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sasa kazi inabaki kwako. Ili ile neema iweze kufanya kazi, unatakiwa uipe nafasi. Kama hapo ulivyoipa nafasi kuja leo ni Pasaka. Unapokuja hapa, hakikisha umepata neno lako ambalo litakupa haki ya hicho kitu ambacho leo umekijia.
Na hii ikupe sababu ya kwamba kila ninapoenda kanisani nisiende tu kama natimiza wajibu, ila niende kwa sababu kuna haki ninaitafuta. Kuna haki bado sijaweza kuiishi. Ninatembea sana kwenye maisha ya uongo, ninadanganya sana. Na sipendi. Kwa sana tafuta hii neema inisaidie, inipe neno ambalo litaniondosha kwenye hilo eneo na niweze kuishi maisha ya uhuru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiishi kwa staili hiyo, yani utajikuta leo umeshamaliza hiki. Unahamia sasa hapa nimeshapata haki na nimeshadhihirishwa kile kitu. Naenda kwenye step nyingine. Kitu gani kinanisumbua? Au nina uhitaji gani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Hapa unaweza ukasoma, mnaoandika unaweza ukasoma pia kitabu cha Warumi, naomba sisome muda unaenda. Warumi sura ya 3 mstari wa 10, wa 12 na mstari wa 23 mpaka 24. Warumi sura ya 3 mstari wa 10, 12 mstari wa 23 mpaka 24. Kwenye hiyo point unaweza ukaisoma pia. Lakini pia neema ni njia ambayo Mungu huitumia kujitambulisha katika udhaifu wako. Hiyo pia ni neema. Ni njia ambayo Mungu anaitumia kujitambulisha kwenye udhaifu ulionao. Sasa hapa kwenye udhaifu usiangalie tu labda udhaifu wa ugonjwa, usiangalie tu kwamba sijui, yani angalia hata kwenye udhaifu ambao unajua pengine labda ni shuleni, sifanye masomo vizuri. Huo nao pia ni udhaifu. Mungu pia anaweza akatumia hiyo njia kujidhihirisha kwenye huo udhaifu kwamba wewe ulikuwa unakuwa unashika mkia lakini leo hii unakuja kuwa wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Soma kile kitabu cha Wakorinto wa 2:12 mstari wa 8 mpaka wa 9. Naomba muandike tu hiyo, tutaisoma. Wakorinto wa 2, ile ni ile Paul ambao alikuwa analicognize kwamba alikuwa anamwendea Mungu kwa tatizo alilokuwa nalo. Mwishowe Mungu akamwambia, wewe unahangaika na nini? Neema yangu inakutosha. Akasema, aha, kama neema yangu kumbe ni neema tu. Kwa sababu nasema Mungu katika huo udhaifu wako ndipo ninaweza kujidhihirisha nguvu zangu. Kwa hiyo ndio maana Paulo akasema sasa kumbe nitajivunia udhaifu wangu. Kwa hiyo udhaifu wako ulionao, wewe nenda nao kwa Mungu hivyo, waambie Mungu ninakushukuru kwa huu udhaifu kwa sababu ninaamini kupitia huku kuwa wa mwisho kwenye mitihani yangu, ninaamini utajidhihirisha na hatimaye nitakuwa wa kwanza. Kupitia huku kwenye biashara yangu kwamba mimi tangu nimeingia pengine labda napata hasara, ninaamini utajidhihirisha kupitia udhaifu wa mimi kwamba nimeshindwa labda pengine kusimamia vizuri biashara. Sasa nimekukaribisha wewe uisimamie. Ninaamini utanidhihirishia faida. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tumeshaona kwamba maana ya neema. Tuangalie neema sio nini. Neema sio nini? Jambo la kwanza, neema ya Mungu sio kibali cha wewe kutenda dhambi. Yaani sio kibali kabisa kwamba kwa sababu kuna neema basi tuendelee kutenda dhambi. Hapana. Yaani haijatupa hiyo access kwamba kwa sababu kuna neema basi tunatakiwa kutenda dhambi. Hapana. Kisoma kile kitabu cha Nisome kile kitabu cha Warumi sura ya 6 mstari wa kwanza na wa pili. Warumi 6:1 na 2. Tuseme nini basi? Tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Hasha, sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Isome tena vizuri. Tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Hasha, sisi tuliofia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Yesu ameshakufa na kufufuka. Na maana alishabeba dhambi zetu, alivyofufuka akafufuka na sisi. Sasa tukisema tu kwa sababu kuna neema ameleta pale msalabani basi turudi tena kwenye dhambi, alafu neema tena itakuja itatuokoa. Hapana. Neema haiendi hivyo. Yanapotakuwa kama unataka kumtesti Mungu kwamba nikienda kule si atanirudisha. Unaweza ukaenda kule ukapotelea mazima na usipate neema ya kurudishwa tena. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kitabu cha Wagalatia sura ya 5 mstari wa kwanza inasema hivi, katika uungwana huo Kristo alituandikia huru. Kwa hiyo simameni wala msinaswe tena chini ya kongwa la utumwa. Kwa hiyo Kristo ile kwamba amekufa na kufufuka tayari alitupa uhuru.
Kwa hatutakiwi tena kutafuta namna tukarudi tule kwenye ile kongo la utumwa la dhambi, kwa sababu tu neema ipo. Hapana. Kwa hiyo neema sio kibali cha wewe kusema kwamba basi niendelee kutenda dhambi ili neema itakuja kunitafuta. Sio hivyo. Jambo la pili, neema ya Mungu sio nafuu. The grace is not cheap. Sio nafuu kama tunavyoona kwamba kwa sababu neema ipo. Hapana. Sio cheap. Ingekuwa nafuu kwamba neema nafuu ni ile ambayo neema haitahusisha Yesu Kristo na haitahusisha msalaba. Hiyo ndio tunaweza tukaita labda neema ambayo ni nafuu. Lakini as long as kwamba msalaba na Yesu Kristo vimehusishwa, sio kitu ambacho ni nafuu. Bwana Yesu asifiwe. Neema ni gharama kwa sababu ilimgharimu Mungu kumtoa mwanae wa pekee. Kumbuka alimtoa mwanae wa pekee. Yaani uhai wake ukatolewa pale msalabani. Ilimgharimu Mungu. Hasa kitu ambacho kimemgharimu Mungu, hatuwezi tukasema sisi kwamba ni nafuu. Hamna kitu kama hicho. Kwa hiyo unaposema neema, yani usiichukulie poa jamani, wanasema wale. Usiichukulie poa kabisa. Yani unapopata neema, yani ibebe na uiheshimu. Na wakati wote uwe ni mtu wa shukrani unapoona hii ni neema, mwambie Mungu nakushukuru kwa hii neema. Yani ibebe kwa ule uthamani ambayo Yesu aliweza kufa pale msalabani. Jamani, alikufa kifo cha aibu sana. Hasa kwa kama tunaichukulia poa kwamba ni nafuu, ndaibeba leo, kesho nimeitoa nimeitupa kule. Haya, hiyo itakuwa is up to you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tulinunuliwa sisi kwa bei. Kwa kile ambacho tunajua kilimgharimu Mungu, lazima hatuwezi tukasema sisi kwetu kimekuja basi tu kwa bei rahisi. Hapana. Jambo lingine, neema sio nini? Kwenye hiyo pointi ya pili unaweza kutasoma ile Yohana 3:16 ile, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa. Hiyo pointi ya pili. Jambo lingine, neema sio nini? Neema ya Mungu haituokoi kwa sababu ya matendo yetu. Neema haiangalii matendo. Nimeshasema pale mwanzoni. Neema haiangalii matendo kwamba wewe umetenda mambo gani mengi au mazuri ndio basi neema ikufate. Hapana. Soma kile kitabu cha Warumi 11 mstari wa 5 na wa 6. Warumi 11:5 na 6 hiyo inasema, basi ni vivi hivi wakati huu wa sasa yako mabaki waliochaguliwa kwa neema. Lakini ikiwa ni kwa neema, haiwi kwa matendo tena, au hapo neema isingekuwa neema. Umeona hapo? Lakini ikiwa ni kwa neema, haiwi kwa matendo tena, au hapo neema isingekuwa neema. Kwa tukiangalia neema kwa matendo, hapana, tunakuwa hatuitendei haki, inakuwa sio neema tena. Neema tumeshaambiwa ni kustahilishwa pasipo kustahili. Kwa hiyo kuna eneo ambalo wewe umeshazingua, yani umeshadani, lakini Mungu amekuja kukustahilisha. Kuna eneo wewe hujakaa vizuri, lakini Mungu anakuja anakupa haki ya kwamba wewe ni sawa na yule aliyefanya kazi, wote mkapewa ujira. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo hatuhesabiwi hiyo kwamba unapata neema kwa ajili ya matendo yako, ila inatazama unyenyekevu ulio nao ndani yako. Lakini jambo lingine, kuwepo kwa neema haimaanishi kutokuwepo kwa changamoto kwenye maisha yetu. Hilo tulitambue. Sio kwa sababu neema ipo basi tunasema tunaishi maisha ya kurelax, hatuna shida, hatuna changamoto. Hapana. Kwa sababu neema kama imesema yenyewe inataka ijitambulishe kwenye ule udhaifu, inataka ijitambulishe kwenye ile changamoto yako. Sasa hizi changamoto zisipokuwepo, ina maana neema itakuwa tena haina faida pale. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo kuwepo kwa neema haimaanishi kwamba hatutakabiliana na changamoto zozote. Hapana. Tutahitaji kupigana vita, lakini sisi vita vyetu hatupigani vile vya nyama jamani. Tunapigana vita vya kiimani. Si ndio? Kama hapa tulivyokuwa tunapigana, hapa tumepigana vita ile ya kichawi ile. Tumeshapiga vile vita na tumeshaishinda. Lakini niliona wengine kama wanashangaa hawaelewi. Jamani, that was very serious kama hamjui. Kwa hiyo usirelax tu, tunapotamka kuna ombi, hatutamki tu kwamba kwa sababu tunataka tuchukue time, tupoteze kwamba muda huu tufanye jambo hili. Wakati mwingine zinakuja as instruction kwa sababu kuna jambo tayari limeshatokea. Tunatakiwa tuingie vitani. Futa roho za kichawi. Futa roho manuizo yote yaliyofanyika kwenye hii huduma.
Kwa hiyo unapoona instruction kama hizo, na wewe pambana, kwa sababu huwezi jua, pengine target ilikuwa ni wewe. Lakini kanisa ndo limeonyeshwa, tumekuja kuomba hapa. Pengine ulikuwa unataka kuangushwa wewe kwenye kazi yako huko. Kwa sababu tu uko hapa, neema ya Mungu inakutazama hapa. Kanisa limeonyeshwa, tunapokuja kuomba, kwa mtu tu relax, tunaomba tu leo ya kicha. Mimi mbona hata sijasumbuliwagi, usiku nalala tu vizuri, hamna kinachonikaba, nikienda kazini kwangu mimi sijai kukuta ilizi, watu wanasema kuna kuaga na ilizi, nikienda darasani mimi niko poa tu. Mimi ndio maana sitaki kabisa ugomvi na shetani. Kwa hiyo unatulia. Sawa, lakini siku ya kikukuta ndio utaelewa haya mambo tunayoyazungumza hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo chochote kinachotolewa hapa, fanya yani kwa nguvu, kwa sababu huwezi jua, hata kama sio wewe, pengine ni familia yako. Kwa wewe kuwa serious utaikomboa hata familia yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwenye hiyo utaandika mstari wa Yohana 16, naomba tu muandike Yohana 16 mstari wa 33. Mtasoma mkiwa mnanani kwa mnaoandika. Sasa nataka turejee kwenye yule mstari wetu ule wa kusimamia, ule tuliosimamia, wa Ibrania 4:16. Basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Haleluya. Amen. Neema siku zote haitusababishi tu kusamehewa tu. Yaani sawa, kuna pati ya kusamehewa, lakini huwa haiishii hapo. Huwa inaendelea mbele. Lakini watu wengi huwa tunaishia tu pale penye kusamehewa, and then off we go. Hatutafuti ile sehemu ya pili. Na hichi ndio kinachotukosti wa Kristo wengi sana, ndio maana tunaishi maisha ya vuta ni kuvute. Kwa hiyo neema haitusababishi tu kusamehewa, bali inaturuhusu pia kuwa wamiliki wa urithi wetu. Ile pati ya pili unaposema kwamba utapata neema ili kusaidie kwenye uhitaji. Uhitaji, wewe unatakiwa kurudishwa kuwa mrithi. Na unapokuwa mrithi, na maana everything is covered mle ndani. Kila kitu kimeshawekwa mle ndani kwenye urithi. Kwa hiyo utaki kuendelea kuishi maisha ya kutapatapa, maisha ya kutangatanga, hapana. Kwa hiyo kwenye huo mstari utaona kuna kwamba unatakiwa kwanza ukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri. Nimesema pale mwanzoni. Lakini pia utapewa rehema. Kwa hiyo kupewa kwako kutategemea na namna ambavyo umekikaribia kile kiti. Kuna wengine hata kwenye kukaribia tu wana miss point. Kwa hiyo unakuta ndio wanakuja tu wanaomba, anaondoka. Mbona lakini nimeondoka bado, lakini moyo wangu bado mzito. Haukuja genuinely. Pengine ulikuja ukao unawaza ndio hizo pilau, ukao unawaza sijui vitu gani huko, umekuja tu naomba limadi, lakini nimeomba nusu saa. Kumbe muda wote ulikuwa unavusha. Kitu hakijakamilika. Mungu hajaona ule uhalisia wa moyo wako. Yaani hujauleta ule moyo kivizuri kwa kutubu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini ukishapata ile rehema sasa itaenda kutrigger au itaenda kuinitiate, sijui nisemeje kwa Kiswahili. Itaenda kuamsha sasa ile neema ambayo sasa unahitaji kwenye mahitaji yako. Kuna wengine wanapoomba inapoishia tu kwenye rehema, sawa, Mungu amekupa, umeenda kuomba rehema, umesamehewa, sawa kabisa, na hata mbinguni unaweza ukaenda. Lakini umeishi maisha ya shida huku duniani. Umeishi maisha ya kujikanyaga. Na ni kitu ambacho Mungu hataki tuishi kwa staili hiyo. Msalaba jamani ulifanya kazi kubwa sana. Yaani nafikiri hata robo ya kile ambacho Yesu amekifanya pale msalabani bado hatujakiishi. Anatusubiria, bado anatusubiria. Mbona hawa watu hawasogelei? Wanakuja tu msalaba, wanaomba msamaha, wamekimbia. Mbona hawasubiri niwape vile vitu ambavyo mimi niliwaandalia, ambacho sikio halijawahi kusikia wala jicho halijawahi kuona? Bado sijawapa. Wote wameshakimbia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo rehema inatupa msamaha wa dhambi na kuondoa ile adhabu ambayo tulitakiwa tuipate. Ndio maana ya rehema. Inaachilia msamaha na kufuta ile adhabu. Kumbuka adhabu ya dhambi ilikuwa nini? Si mauti. Itakiwa kila mtu hapa abebe, yani afie dhambi yake. Lakini kwa Yesu tu kufa pale msalabani, tayari mimi nimeshaokolewa na siwezi tena kusema hapa narudi na mimi msalabani nikaifia. Hapana. Ile neema imeshanivuta na kunipa haki kana kwamba sijawahi kufanya dhambi. Kwa ile adhabu tayari mimi nimeshafutiwa. Nachohitaji sasa ni neema ya kuniendeleza kutoka pale nilipofutiwa ile adhabu na kupata ule msamaha. Namna gani nitaenenda kutokea pale?
Hata tu ile neema ya kusema kwamba ninatakiwa kuishi sasa maisha ambayo sitarudi tena kwenye dhambi, inahitaji neema. Kwa hiyo usipoendelea kuitafuta hii neema, utajikuta tena umetubu leo, kesho tena umerudi. Alafu nasema kwa nini kila nikitubu narudi, kila nikitubu narudi? Kwa sababu ulivyotubu hujaachilia kwamba nahitaji Mungu nipate neema kwenye huu uhitaji. Sitaki kuwa mdanganyifu tena, au sitaki kuwa mwizi tena, sitaki kuwa mlevi tena. Wewe umejikuta tu umeisha tu pale, sawa, Mungu amekusamea, umeondoka, lakini hujaachilia ule uhitaji kwamba nataka sasa nitembee maisha ya utaua. Then the grace inakuja juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ngoja tuone hiki kitu kwenye mfano wa yule mwanampotevu. Kile kitabu cha Luka 15. Labda hapo watu ndo mtaielewa vizuri. Luka 15 kuanzia ule mstari wa 11. Soma nitakwambia pa kunanilia. Mistari ni mingi. Unaweza ukaandika kuanzia mstari wa 10, andikeni Luka 15 mstari wa 11 mpaka ule wa 32, lakini nitakuwa nasoma kwa vipisi. Akasema, mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akapakanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile, naye akaanza kuhitaji. Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye akampeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Alipozingatia moyoni mwake, alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, nami hapa nitakufa kwa njaa. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena, nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimwona, akamwonea huruma, akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu sana. Yule mwana akamwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena. Lakini baba aliwaambia watumwa wake, nileteeni upesi vazi lililo bora, nikamvike, mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni. Mleteni ndama yule aliyenona, mkamchinje, nasi tule na kufurahi, kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Basi yule ishia hapo. Mstari wa 20 ishia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii ni habari ambayo tunaifahamu, pengine wengine kutoka Sunday School, habari ya mwana mpotevu. Kwamba huyu baba alikuwa na watoto wawili, alikuwa na mtoto mmoja mkubwa, mwingine mdogo. Lakini huyu mdogo katika kuishi na baba yake, yeye alitambua haki alionayo pale ndani. Kwamba katika umri huu niliofikia, nina haki ya kuomba urithi, na haki ya kuomba sehemu ya mali ya baba yangu na akanipa. Ndivyo alichokifanya. Akaenda akaomba na akapewa. Akaondoka. Kaenda huko katapanya, yani hakuzifanyia hata vitu vya maana. Akatapanya, akafanya kila kitu anachoweza kwa zile mali. Mwisho wa siku akaishiwa. Alipoishiwa sana, bahati mbaya sana, ile nchi alikoenda ikakumbwa na njaa. Kwa kukawa kila unayemgusa hagusiki. Akapata mwenyeji mmoja ambaye akamuomba ampe kazi, na akamwambia kazi iliyopo ni ya shambani. Kwa alikuwa sio kwamba anakaa hata nyumbani kwake, alipelekwa shambani. Ambako kule anatunza nguruwe, anatunza wanyama, kwamba ndo akawa anawasimamia kule. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo amekaa kule, akawa analisha nguruwe. Lakini kumbuka, kwa sababu pana umbali, hata chakula alikuwa apewi au haletewi. Kwa hiyo yeye anaendelea na maisha. Amekaa na sana waza, sasa mimi naishije? Chakula haletewi. Ila wale nguruwe wanapewa chakula na nini. Kiasi kwamba ikafika mahali akasema anatamani hata atumie kile chakula cha nguruwe naye kujilisha, at least aishibishe nafsi yake. Ukiangalia ule mstari wa 17, alisema hivi, alipozingatia moyoni mwake,
alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanakula chakula na kusaza, na mimi nipo hapa ninakufa na njaa. Hiyo ni hatua ya kwanza ya mtu kuanza kujitathmini unapokuja kuitafuta rehema. Najitathmini kwamba hivi mimi hapa hiki ninachokifanya, yani sana kwamba yule mtu alikuwa haipo kwenye sensi zake, afu mara ghafla amekurupuka narudi yuko kwenye ufahamu wake sana. Hivi kwa nini niko hapa? Anaanza kujiassess. Kwa nini niko hapa? Hivi mimi ni wa kukaa na njaa? Nikiwaza nyumbani nilikotoka, mimi ni wa kukaa na njaa? Mimi ni wa kukaa kwenye matope? Nakumbuka nguruwe, jamani, si unajua wanapokaaga sehemu zilizo chafu alikuwa anakaa na ndo analala hapo hapo. Kwa hiyo cha kwanza alirudi akaanza kujifikiria, kama nyumbani kwetu watumishi, tena yeye alifikiria kwenye level ya watumishi. Hakutaka hata kufikiria kaka yangu niliyemwacha nyumbani anakula. Akasema watumishi wangapi wa baba yangu wanakula, wanakunywa na wanasaza. Akatamani hata kile ambacho wanasaza kiwe kinamfikia yeye kule. Lakini sasa ndo amesha mess up. Anafanyaje? Akasema haiwezekani, mimi nitarudi kwa baba yangu. Ukisoma mstari wa 10 anasema nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Yaani unaona level ya unyenyekevu alikuwa nayo. Yaani hiyo alikuwa anajisemesha, hajafika hata kwa baba yake. Ameanza kwanza kujisemesha yeye moyoni mwake kwanza. Jinsi atakavyoenda kushusha ile vesi kwa baba yake. Mimi kweli baba, yani nimekosa. Yaani sasa hiyo ndo tunaangalia ule uhalisia wa moyo. Kiasi kwamba mtu kama huyo hata akija mbele za Mungu, Mungu hatataka hata aanze kujieleza kwa mdomo, kwa sababu tayari ameshajieleza kule moyoni. Ameona uhalisia wa moyo wake jinsi alivyo upresent. Kwamba kweli mimi hakika hapa baba, yani kweli mimi nimekosa. Sawa, umenipa mali, nimeenda huko, yani kweli mimi yani nimekosa. Naomba tu nirudishe basi hata niwe sehemu ya watumishi wako. Kwa alivyoona hivyo akapata ule ujasiri. Ndio tunasema kwamba ukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri. Yeye alivyoanza kufikiria hivyo akapata ule ujasiri wa kwenda kwa baba yake. Ingekuwa ni mtoto mwingine angeanza kuwaza, hivi mimi nikifika baba yule babangu alivyomkoloni vile, hivi atanipokea kwa staili gani? Lakini yeye alivyokaa na kufikiria hivyo, hakutaka kuwaza baba atamfanya nini. Hakutaka kuwaza baba atampokea kwa staili gani. Lakini anasema madamu nimeshadhamiria, mimi nitaenda na kuomba msamaha na kumwambia tu basi niweke hata niwe mtumishi wako. Na ndicho alichokifanya. Hiyo ni sehemu ya kwanza ya mtu unapoenda mbele za Mungu. Kikaribie kile kiti kwa ujasiri. Utapata ujasiri baada ya mwenyewe kuanza kujiasesi ndani. Na kukubali kwamba mimi kweli hapa nimekosa. Unajua wengine tunaendaga mbele za Mungu alafu unakuta unatubu, lakini sasa kweli Mungu mimi hapa, lakini hapa mimi sikufanya Bwana. Natubu tu lakini hiki mimi sikufanya. Lakini ikifika ile point kwamba una accept ile mistake, unakubali kule kushindwa kwamba kweli mimi Mungu hapa mimi nimeshindwa. Huo ndo tunauita unyenyekevu. Na Mungu sasa ndo atakuja kuingilia kati. Anaanza kuachilia ile rehema. Anakurehemu na kufunika yale makosa yote. Na ile adhabu ambayo ungestahili kupata, anaifunika. Alafu anaanza kuachilia ile neema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mstari wa 19 anasema sistahili kuitwa mwanao tena. Yaani alikuwa ameshajitoa kwamba yani hata usiniite tena mwanao. Nipe tu nafasi hata ya utumishi. Nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Baada hapo ndo akapata ile ujasiri akaenda kwa baba yake. Anamwambia yule mwana mstari wa 20 akaondoka akaenda kwa baba yake. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimuona akamuonea huruma. Hasa hapa imekuja kwa level ya baba. Tunapokuja kwa baba, kwa sababu huyu mtu alishaanza moyoni na Mungu anaangalia moyo. Yule baba mtu alivyomuona, cha kwanza alimpa ishara ya kwamba ampe hagi. Kwa pengine hata alivyokuwa kule mbali alianza kuonyesha hata ishara kwamba mwanangu njoo. Mwanangu njoo, kwa sababu mimi si hukumu kama ambavyo wanahukumu wanadamu. Ingekuwa ni kibinadamu angekuja pale, pengine ndio umetoka kule, baba anakuona afu unamkuta getini, anafanya na mguu hivi, afu anakuangalia. Anambia yani anakupa tu ishara njoo, alafu utaona nitakachokufanya. Wewe si uliondoka hapa, ukachukua na kila kitu, Lakini yeye hakuonyesha hiyo posture. Alionyesha posture ya kumkaribisha. Alafu unasema akamkumbatia. Yaani hakujali hata kama mtu ananuka, kwa sababu alikuwa ametoka kwenye mazizi ya nguruwe. Sidhani kama alipata maji ya kuoga. Kwa alienda kama alivyo, lakini baba alimuhagi. Na baada hapo akataka kuanza kujisemesha tena, akasema baba hakutaka kusikiliza zile habari. Yeye tayari ameshafanya jambo lake kwa sababu ameshaona moyo. Leteni vazi chapu. Vazi linakurudishia ile heshima uliyokuwa umepoteza. Kwa hiyo akataka kumrudishia heshima yule mtoto ambaye amekubali kurudi kwa moyo. Leteni vazi likaletwa. Letani pete ikawekwa. Pete inaashiria mamlaka.
au kwamba uwakili kwamba anaweza akamwakilisha baba yake popote, kwamba anaweza akafanya maamuzi hata kwa kumwakilisha baba yake. Kwa ndo maana ile ya pete. Pete wenzetu walikuwa wanatumia hata kama ishara ya muhuri, kwamba nikiwekwa kwamba ndo iko siri, ndo iko hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini akaja akavalishwa na viatu, akafanyiwa na sherehe. Yote hayo kwa sababu gani? Mtu aliyepotea amekuja kutubu kwa uhalisia na baba amempokea. Japo pia huyu mtoto hakutegemea baba yake afanye vyote hivyo. Yeye alichokuwa anataka tu ni rehema, maisha yaendelee. Lakini baba alifanya extra kutokana na kile alichokiona ndani ya mtoto wake. Ndicho Yesu anachokifanya kwenye maisha yetu. Tunapokuwa tumepotea dhambini, au unapokuwa hata sio kwamba umepotea dhambini, kuna kitu wewe unaona umestuck. Unapoenda mbele za Mungu na kumwambia Mungu, kwa kweli hapa mimi ninakuhitaji wewe. Anaangalia ule uhalisia wa moyo wako, kile unachokitaka. Alafu anakuja na kukukaribisha, sema kwa hiyo umekuja kwangu ili mimi nikusaidie. Sasa kuanzia hapa fanya 1, 2, 3. Hiyo ndio neema. Yule mwana mpotevu alipata rehema, lakini akaongezewa na neema. Kwa baba hakuishia tu kutoa rehema, akamuongezea na neema, akaleta vazi, akaleta pete, akaleta viatu na sherehe juu. Kwa sababu anasema huyu mwanangu alikuwa amekufa lakini sasa amepatikana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Lakini upande wa pili, naomba hii story mtaendelea kusoma ile kuanzia 28. Upande wa pili tunamkuta yule kaka mtu. Kaka mtu anarudi nyumbani, anakuta pana sherehe. Anawauliza watumishi, kuna nini? Anaambia yule kaka, yule mdogo wako yule aliondoka amerudi. Kwa hiyo amerudi. Ndio babako amemfanyia na sherehe. Amechinjwa na ndama. Tena ndama unajua tena watumishi wanavyojoga kunogesha vitu Amefanywa na hiki, amefanywa na hiki. Yaani yuko kule, amevalishwa na suti kali, yaani tena pengine imetoka nje. Umeona? Kwa sasa yule ikamdisturb moyoni mwake. Akapata uchungu, akapata hasira. Akakataa hata kuingia ndani, yani akasusa. Kwa maana nyingine akasusa, wale wasusaji wale. Unasusa, unaambia kwa mimi bwana. Yeye akaka akasusa. Baba mtu alivotoka anamuuliza kuna nini? Sasa baba inakuaje? Mimi nimekaa na wewe hapa muda gani? Nimeishi na wewe, nimefanya kazi, ninaenda shambani. Kumbuka yule alikuwa anaenda shamba, anarudi. Anahudumia mashamba ya baba yake, anarudi. Naenda shambani, nafanya kazi, nimekaa na wewe. Umeshindwa hata kunipa ndama na mimi nikasherehekea na marafiki zangu sio na nini. Lakini babake alichomjibu akasema, mwanangu, wewe uko na mimi hapa siku zote. Vyote hivi vilivyopo ni vya kwako. Vyote hivi nivyopo ni vya kwako. Kwa hiyo maana una haki ya kuomba chochote ukapewa. Kwa hiyo yule mkubwa alichomisi kwamba mimi kwa sababu nakaa na baba, sina haja ya kuomba. Yeye mwenyewe atawaza tu huyu anahitaji nimpe peni. Njoo uchukue peni. Njoo uchukue kitu fulani. Ndio maisha aliyoishi yule mkubwa na ndio ilimkosti. Kiasi kwamba akapata uchungu, akapata hasira kumuonea hivyo mwenzake, akasema yani alikuwa anawaza kwamba at least baba angeishia tu kumpa basi msamaha, afu akamweka hata kuwa kwa wale watumwa. Sidhani kama ingempa shida. Isingempa shida. Lakini alipoona ameongezewa na vingine, amerudishwa na nafasi yake. Baba yani huyu aliyechukua mali ameenda kutapanya huko. Leo hii umemrudisha tena kwenye nafasi yake. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu hakuweza kutambua umuhimu wa neema. Au hakuweza kumjua baba yake ambaye huwa ni baba anayetoa rehema lakini pia anayetoa neema. Kwa hiyo alikuwa tu anaishi na baba, anajua tu kwamba mimi siku zote naweza nikiomba na kwa sababu naishi na baba na nafanya kazi shambani mwake. Kumbuka shamba jamani, pengine hata alikuwa ameenda kuhubiri huko. Alipoenda kuhubiri neno likamkuta mdogo wake. Akaanza kujitathmini moyoni mwake. Mwisho wa siku akarudi nyumbani. Sasa yule kondoo uliyemhubiria amerudi nyumbani, unamkuta afu unaanza kumuonea tena wivu. Unasema kwa nini? Kwa sababu yeye ndio alikuwa kazi yake. Anaenda shambani, anahudumia mashamba huko na nani anarudi. Sasa na hii ndio picha ya Wakristo wengi. Kwamba tunapoona mtu ana neema nyingi, tunaanza kumnyoshia vidole. Mtu ametoka dhambini amerejeshwa, sisi bado tunaendelea kuona yale madhaifu yake aliyokuwa anayafanya wakati yuko kule nje. Tunaacha kurecognize ile neema ambayo Mungu amempatia na sisi kuendelea kuifurahia pamoja naye. Kwa hiyo tunajikuta huyu naye. Huyu mbona alikuwa hivi sasa anakuja. Hadi tunajitenga kabisa, hataki hata kuwa naye. Lakini kumbuka, Mungu anavyohukumu tofauti na sisi binadamu tunavyohukumu. Yaani hilo tulitambue. Yeye akiachilia neema, wewe na hakika ameachilia kwa mtu sahihi. Haachili tu ili mradi. Kwa hiyo inatakiwa itufundishe sisi kwamba tunapokuwa tunataka kuitafuta neema, tusitake kuangalia wengine neema zao zikoje.
alafu tukaanza kuziquestion, yeye atadili na Mungu wake. Mungu amempa hiyo neema, ifurahie pamoja naye ili na wewe upate ya kwako. Pengine upate ya kwako kwa sababu bado unaipoint ya mwenzako, unaona kama Mungu kakosea. Lakini sio hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukikaa vizuri ukaisoma hii story kwa utulivu, nakwambia Mungu, hebu nionyeshe vitu hapa kuhusu neema. Yaani hakika nakwambia utashangaa. Sijataka tu tuisome kwa utulivu kwa sababu ya muda umeenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ukipata muda, hebu kakae soma huu mfano wa mwanampotevu. Alafu angalia namna ya neema ambavyo tumeipresent leo. Yaani utafunuliwa kitu ambacho kulingana na wewe uhitaji ulionao, utajikuta nawe umepata portion yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ngoja nijaribu kukuonyesha baadhi ya vitu vinavyohusiana na neema ambavyo vitakusaidia, vitakuwa kama mtaji, afu ukienda kule nenda kachimbe zaidi. Nimekwambia ukiona kitu kimesisitizwa sana kwa Biblia, nenda kakitafute kwa undani. Alafu kiujiweke wewe pale ili upate kwa sehemu yako. Jambo la kwanza, kuna neema juu ya neema. Yaani hilo ujue kwamba kuna neema juu ya neema. Yaani inapotoka neema moja inatakiwa ije nyingine. Kwa sasa usipoenda nazo kwa speed utajikuta uko umekaa tu na neema moja, nyingine inaendelea kuexpire. Kwa sababu kila kitu kinakuwa kimefungwa kwenye muda, jamani. Kwa hiyo unapoona, ndio maana nakwambia unatakiwa ujue kutambua neema iliyopo kwa wakati huu. Itambue, ifanyie kazi, ile ikipita ili ije nyingine uendelee na maisha. Sasa wengi tunapokwama, tumeona tu neema basi ya kutusustain kwenye kitu kimoja, tunaingangania tu hiyo kila siku hiyo. Hiyo imeshakuja, umeshaijua, umeshaitambua. Sasa iruhusu ili upewe neema nyingine ya kitu kingine zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kisoma kile kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 16. Yohana 1:16. Yohana 1:16 Biblia inasema, kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea na neema juu ya neema. Kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea neema juu ya neema. Ndio maana ukifananisha na mstari tunaosimamia, inaanza neema, alafu inamalizia neema. Kuna neema juu ya neema. Ukijua kuzitafuta hizi, yani hauta struggle kwenye chochote kinachokusumbua. Kwa sababu neema inatakiwa ije, yani iwe endelevu. Itoke hii, iingie nyingine. Itoke hii, iingie nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini pia neema, kwenye swala lingine la neema, kuna kukua na kudumu katika neema. Hilo tulitambue kwamba neema inatakiwa ikue. Yaani usikae nayo tu hapo imedumaa, inatakiwa ikue na iendelee kudumu, sio kudumaa. Soma kile kitabu cha Petro wa pili 3:18. Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 18. Biblia inasema, lakini kuweni katika neema na katika kumjua Bwana wetu na Mwokozi Yesu Kristo. Utukufu una yeye sasa na hata milele. Lakini kuweni katika neema. Keep grow in grace. Yaani neema inatakiwa iwe inakuwa. Haitakiwi tu iwepo tuseme kwamba ni kwa neema tu. Yaani inatakiwa ikue. Kwa unatakiwa utafute kila namna ambayo utaikuza hiyo neema. Na utaikuza kwa maarifa na ufahamu. Tafuta neno, ndio kama nakwambia, tafuta maneno yote yanayohusiana na neema. Endelea kuyasoma. Kuna vitu vitafunguliwa hapo kwako na utakuwa unaviona kwa namna ya tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Soma tena pale kitabu cha Matendo 13 mstari wa 43. Matendo sura ya 13 mstari wa 43. Biblia inasema, sinagogi ilipofumukana, Wayahudi na waongofu wataua wengi wakashikamana na Paulo na Barnaba, ambao wakisema nao wakawaita moyo kudumu katika neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa tunamwona ni Paulo na Barnaba walipokuwa katika huduma zao huko. Kulipotokea kama michafuko na nini, na kulipotokea kama kuna kusumbuana na wale mafarisayo na watu kama hao, lakini wakawaambia msiache kudumu katika hiyo neema mlionayo, kwa sababu hiyo ndio itakayowasaidia. Kwa hiyo unatakiwa uikuze lakini iendelee kudumu. Yaani usiache tu ikakua afu isidumu. Utakuwa yani utakuwa tu ni sawa na unaipoteza. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hiyo unasema kama kuna kukua, ina maana pia kuna kudumaa au kuna kupungua. Hilo ulijue. Kwa hiyo unatakiwa uangalie neema yangu. Neema nilionayo imedumaa au imepungua au imeondoka kabisa. Vyote vinawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Usoma kile kitabu cha Waebrania 12:14. Waebrania sura ya 12 mstari wa 14. Biblia inasema, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana isipokuwa nao. Asipokuwa nao. Tunatakiwa tutafute kuwa na amani na kila mtu. Tunapoenda kuitafuta hii amani. Tunapoitafuta amani, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemuona Bwana asipokuwa nao. Holiness. Yaani holiness pia ndio itakayokufanya neema yako iendelee kukua. Iendelee kukua. Kwa namna ambavyo utakuwa unakisogelea kile kiti, utakuwa kila siku unaendelea kuachiliwa neema juu ya neema, na itakuwa inazidi kukua. Itakuwa sio neema ya kudumaa, kwa sababu unaendelea kujikipu na unaendelea kujinyenyekeza kwenye ule msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini pia tunatakiwa kuifahamu sana neema. Naomba tu muandike hii mistari. Kuifahamu sana neema, kama nilivyosema pale mara ya kwanza. Tunatakiwa kuifahamu. Ufahamu utakuja kwa kutafuta na kujifunza. Jipe muda, kaa kwenye Bible study, jifunze kuhusu neema. Kitabu kile cha, naomba tu muandike, Kolosai 1:6, Wakorintho wa pili 8:7. Wakolosai 1:6, Wakorintho wa pili 8:7. Lakini pia unaweza kaandika ile Yohana 1:17 kwamba neema vilikuja Torati ilikuja kwa mkono wa Musa, lakini neema na kweli vilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Kwa kama neema ipo, neema imeambatana na kweli. Kweli ndio itakupa kweli, itakufunulia kweli iliyopo kwenye neema. Kwa hivyo vyote vinaenda pamoja. Unataka kuijua neema, itafute kweli ya neema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini pia neema, tunasema neema inapatikana ila ikitafutwa. Hivi ni vitu nataka tu nikupe mtaji ili ujue kwamba kumbe natakiwa kuitafuta neema. Natafutaje? Ukisoma kile kitabu cha Tito 2:11, naomba uandike Mwanzo 8:6 na Waebrania 4:16 ambao ulikuwa mstari wetu wa kusimamia. Tito 2:11, Mwanzo 8:6. Lakini pia tunaambiwa kwamba usiichukulie neema ya Mungu kuwa sio ya maana. Hiki ni kitu cha muhimu sana. Usiichukulie neema ya Mungu kuwa kana kwamba yani sio ya maana. Nisome kile kitabu cha Wagalatia 2:21. Wagalatia 2:21. Biblia inasema, siibatili neema ya Mungu, maana ikiwa haki hupatikana kwa njia ya sheria, basi Kristo alikufa bure. Ikiwa haki ilipatikana kwa njia ya sheria, basi Kristo alikufa bure. Kwa hatuwezi tukasema kwamba haki inapatikana kwa namna ya sheria, kwamba tumewekewa usifanye hiki, usitende hiki, usifanye hiki, basi hapo ndo tumepewa haki. Hapana. Haki inapatikana kwa imani, kwa kuamini. Mtu anatakiwa aamini ili apate haki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaposema kuna neema, neema hatutaki kuichukulia kwamba ni kitu kwamba kisicho na maana. Hapana. Ni kitu ambacho ni cha muhimu sana na ni kitu ambacho ni cha thamani, ambacho tunatakiwa sisi kama Wakristo tukipe uthamani unaostahili ili tuweze kuona kinafanya kazi kwenye maisha yetu. Ila tukiendelea tu kuitamka kuna neema, alafu hatuchukui wajibu wa kutembea na hii neema kuifanyia kazi, tutakuwa tu tunasema kuna neema, lakini ile neema haitupi ule msaada ambao inatakiwa kutupa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza pia ukaandika kitabu cha kwenye hiyo point katika Waefeso 1:7, Zaburi ya 103:10-12. Zaburi 103:10-12 mnaoandika. Lakini pia kuna Yuda mstari wa 4. Yuda ina sura moja tu. Kwa hiyo Yuda 1:4.
Lakini jambo lingine, neema pia, neema inatufundisha. Neema inajua kufundisha. Ukiipa nafasi, neema inakufundisha. Ukisoma kile kitabu, nisomee hiyo Tito 2 mstari ule wa 12. Lakini unaweza kuandika mstari wa 11 hadi 12, lakini nisomee ule mstari wa 12. Tito 2:12. Sura ya 2 mstari wa 12. Biblia inasema, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Kwa hiyo tunaona neema inafundisha, inatufundisha kukataa ubaya na vitu vyote ambavyo vinatufanya tusikae kwenye maisha ya utauwa. Kwa hiyo neema ukiipa nafasi itakufundisha namna gani uishi, itakufundisha namna gani uishinde hiyo dhambi, itakufundisha namna gani ushindwe huo udhaifu ulionao, ikiwa ni kwenye masomo yako, ikiwa ni kwenye biashara yako, ikiwa ni kazini kwako, itakufundisha namna ya kushinda hicho kitu. Kwa sababu tunajua kwamba Yesu alishakwisha kuushinda huu ulimwengu. Na alijua kabisa kwamba kumbe ulimwenguni, neno nasema hivi, ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo kwa kuwa mimi nimeushinda ulimwengu. Kwa hiyo kama dhiki zipo, uwe na uhakika tutazipitia. Lakini kama Yesu alishazishinda, anatupa na sisi neema ya kushinda katika yale ambayo tunakutana nayo ambayo ni magumu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tunasema neema inakufundisha. Neema inakufundisha. Lakini pia niseme jambo la mwisho, neema hutolewa kwa mtu mnyenyekevu. Yaani hili ndo ulibebe kwamba nikijua nahitaji neema, nahitaji unyenyekevu. Kusoma Yakobo ile 4 mstari wa 6. Yakobo sura ya 4 mstari wa 6. Biblia inasema, lakini hatujailia sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo husema, Mungu huwapinga wajikuzao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Mungu huwapinga wajikwezao, au Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa neema wanyenyekevu. Kwa unyenyekevu ndio kitu kikubwa ambacho Mungu anakiangalia ili aweze kuachilia neema yake kwenye maisha yako. Na unyenyekevu ni hali ile ya kujishusha. Kujishusha tuseme tu kwamba ile kufanya hivi, hapana. Yaani kujishusha kuanzia kwenye moyo wako, sio tu huku nje unavyoonekana posture yako kwamba nimekuja nimempigia mtu magoti, nimefanya hivi. Unaweza ukafanya hivyo lakini huku una kiburi kilichokaa hivi. Kwa ukianza unyenyekevu wa kuanzia moyoni, wa kutokuwa na majivuno, wa kumhesabia mwingine kwamba ana thamani kuliko hata mimi, wa kumuona mwingine ni bora kuliko hata mimi, huo ndio unyenyekevu Mungu ambao anatamani kwamba tuufanye, kwamba hata tunapoona wale wa kule nje tusikae tu tunawanyoshia vidole kwamba huyu kwa nini anatenda dhambi. Kwa nini usijinyenyekeze na kumuombea ili aweze kupata neema ambayo itamsaidia kufungua ufahamu wake na akaelewa kwamba hicho anachokifanya sio sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Nimalizie kwa kusema, usiogope hata kama unaona maisha yako yamejaa na kila aina ya makando kando, kila aina ya uchafu, kila aina ya dhambi. Usiogope kujiachilia msalabani. Usiogope kuja kwa ujasiri msalabani. Yaani hata kama unaona nilishatubu lakini nimerudi tena, hutakiwi kuogopa. Yaani wewe jitathmini alafu tena njoo kwenye ule msalaba, mwambie Mungu, nimekuja kwenye kiti chako cha neema. Nahitaji unipe rehema katika hili linalonisumbua. Iwe ni udhaifu kama dhambi au iwe ni kitu kigumu ambacho unakifanya kwenye maisha yetu ya kila siku, unaona kinakupa ugumu. Nenda nacho mbele za Mungu, usiogope kukiri udhaifu wako. Kwa sababu kwenye udhaifu ndiko Mungu anapojidhihirisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usiogope kukikimbilia kiti hiki cha neema. Ni kitu cha muhimu sana. Tumeambia tukikaribie hiki kiti, kikaribie. Yaani hata ukikaribia mara 10 kwa siku, mara ngapi, usiache kukikaribia kwa ujasiri ili kiweze kukupa wewe kujiassess kwamba hivi hiki ninachokifanya hapa, hapana, nahitaji mkono wa Mungu. Nahitaji nguvu ya Mungu iniwezeshe mimi kunivusha kwenye hiki kitu. Nimeshahangaika sana lakini mbona bado naona hiki kitu sivuki? Ni kwa sababu bado hujaachiliwa ile neema ambayo unahitaji kuachiliwa ili kusaidie kwenye huo uhitaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninapoenda kumalizia naomba tusimame. Nataka tukaombe ombi hili mbele za Mungu. Kwamba pengine kuna namna ambayo umekuwa unaishi maisha ambayo umekuwa kila ukienda mbele za Mungu unaona mbona mimi naenda sawa, na atendi kanisani, nafanya vitu hivi,
lakini bado mbona unaona maisha yangu kama yamestuck? Yaani nimekwama sehemu. Kila mtu anajua wapi alipokwama. Pengine ni dhambi ndio imekukwamisha. Au pengine ni vitu unavifanya, labda ni biashara, ni kazi, sijui chochote, familia, ndoa, watoto, unaona wamekukwamisha. Nataka uje na hilo hitaji mbele za Mungu. Mwambie Mungu, nina huu uhitaji. Nahitaji neema itakayonisaidia kwenye huu uhitaji. Fikiria jambo moja tu ambalo unajua hili yani limekuwa tangu mwaka umeanza, yani limekuwa ni nahitaji neema, yani kwa nguvu zangu nimeshajaribu na kujaribu, lakini bado nasogea leo hii kwenye huu msalaba. Napokumbuka hii kufufuka kwako leo, ile neema uliyoiachia kwamba tutaipata ili tusaidie kwenye uhitaji wetu, na hitaji leo hii. Lakini cha kwanza utatakiwa uje kwa moyo wa unyenyekevu, kwa kutubu, kwambie Mungu, natubu kwa hiki ambacho kimenikwamisha. Pengine sikukupa nafasi nikajiona kwamba mimi naweza kufanya kwa nguvu zangu. Kama ni dhambi, itubie kwamba Mungu, ninaomba unirehemu kwa hii dhambi ambayo imekuwa inanitesa, ambayo imekuwa inanisababisha nishindwe kupata ile neema ya kunisaidia kwenye jambo fulani. Lakini pia kama ndio hiyo umetumia kwamba umeenda mbele za Mungu, umekuwa mtu wa kujiproud kwamba mimi nilikuwa nafanya kwa akili zangu nikijua kwamba nitaweza, lakini naona nimekwama, nahitaji hii neema. Kwa kila mtu atatakiwa kwenda kwa toba kwanza ya unyenyekevu, kwa unyenyekevu. Yani nenda very genuine. Mwambie Mungu, kwa sababu utakuwa unaongea wewe na Mungu. Kwa hiyo wewe mwambie Mungu, yani very free. Kama yule mwana mpotevu alivyoanza kukusudia moyoni mwake. Alikusudia na akasema sasa nitaenda kwa Baba. Kwa hiyo na wewe saizi anza kukusudia ili unapoingia kwenye maombi tayari una mlolongo wako wa kile kitu ambacho unataka Mungu akisikie. Kwa sababu hata kabla hujaanza kuomba, kama hapo umeshaanza kujiassess, tayari Mungu yuko anakutazama. Anatazama moyo wako kwamba hiki na uleta huu moyo wangu, oho, huyu ni moyo wa fulani. Aha, amesema hiki. Anataka hiki. Anataka hiki. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuimbie ule wimbo, nahitaji neema yako. Kwa hiyo unaposikia huo wimbo utakapokuwa unaimba, nenda mbele za Mungu kwa unyenyekevu. Nenda mbele za Mungu. Utakayesikia kuja madhabahuni kupiga magoti kuomba, karibu. Lakini kuna neema ya msalaba ambayo Mungu anataka kuiachilia leo kwa ajili ya uhitaji ambao ulikuwa unakusumbua muda mrefu. Rimasika tarabuza kata indorokozi. Izoka taramanda rabuza kata ikokoroguzita ya manda. Tunahitaji neema yako tu kushinda vita zote mbele yangu. Tunahitaji neema yako tu kushinda vita zote mbele yangu. Maana sijawahi weza bila wewe Yesu, sitamani weza bila wewe Yesu, maana sijawahi weza bila wewe Yesu, sitawahi weza bila wewe Yesu. Tunahitaji neema yako kushinda vita zote mbele ya Bwana. Tunahitaji neema yako kushinda vita zote mbele yangu. Maana sijawahi weza bila Yesu, sitawahi weza bila wewe. Maana sijawahi weza bila Yesu, sitamani weza Bwana, sitamani weza bila wewe
Maana sijawahi weza, waiweza bila Yesu. Sitamani weza bila maana sijawahi weza, weza bila sitawahi weza bila maana sijawahi weza bila wewe Yesu. Sitawahi weza bila wewe maana sijawahi weza bila wewe Yesu. Sitawahi weza weza bila wewe. Kwa neema yako Jehova, Yes. tunakuhitaji Jehova, ukagusa hitaji la mtu leo hii, ukagusa hitaji la mtu leo hii Bwana. Achilia neema ye Bwana ya msalaba katika jina la Yesu. Rako ya manderebosa Maana sijawahi weza bila Yes. Sitamani weza bila wewe, kwa nguvu yako ya msalaba. maana sijawahi weza bila wewe Yesu. Sitamani weza bila wewe Usaye Bwana hitaji la mtu leo, asiondoke na mzigo alionao, asiondoke na mzigo alionao Bwana, bali akaondoke amebeba neema yako, akaondoke amebeba neema yako. Wape Bwana hekima ya kutunza neema yako, wape Bwana hekima ya kutembea katika neema yako, ikazidi kukua na kudumu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Roko sakataya manda endora mazikoto ramanda rabosha kataya ma ekorobosi kataya mande raka kakanda rabosa endora mazikataya ma raka kakataya manda sekota ramanda robosa kataya manda. Kufufuka kwako Bwana kukaweke muhuri wa neema unayoachilia Bwana kwenye maisha yetu, kukaweke muhuri wa neema yako katika mahitaji tulio nayo, ikiwa ni mahitaji ya ndoa zetu, ikiwa ni mahitaji ya watoto wetu, ikiwa ni mahitaji ya kazi zetu, ikiwa ni mahitaji ya biashara zetu. Neema yako Bwana isipunguke, neema yako Bwana isipunguke Jehova. Rapa sakata ya manderebosi, rika sakata ya manderebosi. Sitamani bila Thank you Jesus. maana sijawahi weza bila Yesu. Sitamani weza bila wewe, maana sijawahi iweza bila wewe. Sitawahi weza bila wewe Yesu. Asante Yesu. Bwana Yesu tunakushukuru. Asante kwa chakula kizuri ambacho umetupa tunapoifurahia siku yako ya leo Bwana ya kufufuka kwako, ambao umetupa ushindi wa neema ambayo itatuwezesha kutembea nayo Jehova. Ninakushukuru Mungu wangu kwa kutupa ufunuo huu Jehova wa neema yako ambayo itatusaidia katika uhitaji tuliokuwa nao na tuliokuwa tunahangaika nao kwa muda mrefu. Asante Bwana. Neema hii katembee nayo Jehova. Neema hii katembee nasi King of Glory. Neema hii ikawe pamoja nasi, ikadumu pamoja nasi, ikakae pamoja nasi, tukaende kuishi nayo Bwana, ikakue ndani yetu Bwana. Isiwe ni neema ya kudumaa, isiwe ni neema ya kudumaa, bali ikawe ni neema ambayo itaenda kuzalisha, ikawe ni neema ambayo itaenda kuleta neema juu ya neema, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Rima sakata ya manderebosha, rako ya mandarabo
Thank you, King of Glory, for your grace. Thank you, King of Glory, for your grace. Asante Bwana kwa neema yako. Kila ninapoifikiria neema yako, moyo wangu unajawa na shukrani. Moyo wangu unajawa na shukrani Bwana. Asante kwa neema yako, King of Glory. Tusaidie Bwana, tusichukulie neema hii kawaida. Tusaidie Bwana, tusipoteze neema hii Jehova. Tusaidie neema hii isipate kufa ndani yetu. Tusaidie neema hii Bwana ikakue na kukua zaidi Jehova. Raposa kata ya manda. Asante Mungu wa rehema. Tunakushukuru Bwana, maana tumekula mezani mwako na kuburudika Jehova. Umeburudisha mioyo yetu, umeburudisha nafsi zetu kwa neema yako Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Rabasa kata ya manda, rebosha kata ya manda, rabasa kata ya manda, rekosha kata indorobozi. Thank you, King of Glory. Asante Bwana Yesu kwa uaminifu wako. Asante Bwana. Mshukuru Mungu kwa ajili ya neno, mshukuru Mungu kwa ajili ya neema ambayo ameiachilia ndani yako siku ya leo. Usichukulie kwamba ni kitu tu cha kupita. Mwambie Mungu asante kwa hii neema. Rimasikata ya manderebosi, rakasakata indorobosi, rimandirobosakata ikokorobosi, rapasakata ya mandereboshakata indorokoya, rakasito roboshata ramanda, ekora mandiro osita indaya, rakoya mandira bazakata anda, ekokoriba zikaya makindo, ezota indora aziko koriba azata indora, ezakata indo rakaya mandiro zakata indora, reboya mandiro zataya makende rebosha, akika karamanda, ekora mazito robosha, endora zikata inda, akiroboza kataya zakota ramandiro boza, rapa sakata indo, reko kokoroboza kata, indora kakakandiro bozikata, yasota ya mandere bosha, rika kakandara boz. Rakasakata ya mandere boza, rakasakata ya mandara boz, rapasakata ya manda, reko ya makindo robozata ya manda, sekota ya makakata ya manda. Hakika neema yako inapendeza sana maishani mwetu. Neema yako ni kuu sana Bwana. Tunakushukuru mfalme wa amani. Tunakushukuru Baba wa neema. Asante kwa uaminifu wako. Rapo sekete. Thank you Jesus.